Unaposhindwa kukubaliana na aliyekuweka hapo ulipo, aliyeniweka hapa nilipo, basi moja kwa moja tunaweza tukapoteza malengo yetu makuu. Na maanisha hivi, pale sisi wanadamu tutakapokataa na tutakaposhindwa kukubali kumtambua Mungu kama ndiye mwezeshaji wetu wa kila jambo na ndiye aliyetuweka hapa tulipo, hapo ulipo, basi moja kwa moja tutapoteza yale ambayo ni malengo yetu makuu. Karibu sana katika kipindi kizuri sana cha Biblia na Maisha, sehemu ambayo mimi na wewe tutajifunza maneno ya Mungu, lakini pia tutajifunza mambo mbalimbali yanayohusiana na maisha. Mimi naitwa Judy, karibu tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, tunasema asante sana kwa pendo lako, asante kwa kutulinda, asante kwa kutupa nafasi nyingine tena ya kusikiliza kile ambacho tunaenda kujifunza mimi na msikilizaji. Tawala maongezi yetu kwa jina la Yesu Kristo. Amina. Basi kama nilivyosema hapo awali kwamba haya maisha yetu hapa duniani tunapoishi, tutakaposhindwa kujua au tutakaposhindwa kumtambua yule aliyetuweka hapa duniani na makusudi yake ya kutuumba, basi moja kwa moja tunaweza tukapoteza yale ambayo ni malengo yetu makuu hapa duniani. Sisi kama wanadamu, lengo letu kuu ni kumwamini na kumtumikia, kumwabudu Mungu wetu aliyetuumba. Kwa hiyo somo la leo nitalikita katika ile hadithi ya wana wa Israeli. Wana wa Israeli ni taifa ambalo Mungu alilitumia kama taifa la mfano kutufundisha sisi mataifa mengine kwamba yuko Mungu wa mbinguni ambaye tukiweka tegemezi zetu kwake, basi moja kwa moja ataendesha maisha yetu, atatupeleka na kutuongoza kuanzia mwanzo hadi mwisho katika ile nchi ya ahadi ambayo ni Kanaani ya mbinguni. Kwa hiyo wana wa Israeli walitendewa mambo makuu sana na Mungu. Ilitakiwa yawatambulishe kwamba Mungu yuko pamoja nao. Na wao walichotakiwa kukifanya, kumwamini Mungu na bila kumtilia shaka. Kumwamini Mungu na si kumtazama mwanadamu. Kwa hiyo wana wa Israeli walipotoka Misri kwa mkono wa Mungu, walipokuwa wanaelekea Kanaani, njiani walipitia vitu vingi sana. Lakini vitu hivyo vilitokana na wao kupoteza malengo, kusahau au kujisaulisha au kukataa kukubali kwamba Mungu yuko pamoja nao. Na badala yake wakaamua kumtazama mwanadamu. Na mwanadamu huyu alikuwa ni Musa. Wakaacha kumtazama Mungu kwamba ndiye aliyewatoa Misri, badala yake wakaanza kuongea wakisema, Musa, kwa nini umetutoa sisi kule Misri? Unatupeleka Kanaani, lakini hapa njiani unatutesa. Tunakuwa hatuna vyakula, maji hatuna, tutaenda kuangamia sisi na watoto wetu na mifugo yetu. Wakaacha kwa makusudi na wakaacha kumtazama Mungu kama chanzo kikuu cha maisha yao. Badala yake wakaanza kutazama matatizo na kubeba matatizo yale na kumtupia mwanadamu ambao ni Musa, lakini hapo na kumlaumu na kutokuamini yale yote ambayo Mungu alikuwa ameonyesha katika maisha yao. Hayo ambayo wana wa Israeli waliyafanya, nasi leo tumekuwa tukiyafanya. Namna ambavyo tunafanya chaguzi zetu, maisha yetu kila siku yanaakisi kile ambacho sisi kama wanadamu tunachokifanya dhidi ya maisha yetu sisi wenyewe, lakini dhidi ya Muumba wetu. Badala ya kujenga imani thabiti juu ya Muumba wetu na kumtegemea kukabidhi maisha yetu kwake, tumekuwa tukikabidhi maisha yetu katika mikono ya wanadamu, tukikabidhi maisha yetu katika biashara zetu, tukijiaminisha kabisa kwamba mimi nina pesa, mimi ni kila kitu. Tunasema kwamba pesa zinapita, pesa zinaweza zikaisha. Ya maisha tunayoyaringia, tunaweka tumaini, kila kitu, tumaini zetu na mitazamo yetu katika vitu ambavyo vinapita na sio lengo kuu. Yametupelekea sisi kumdharau na
tunakataa kabisa kumtazama Mungu kama ndiye chanzo kikuu cha maisha yetu. Ndiye aliyetuweka hapa duniani, na badala yake tumekuwa tukitazama vitu vingine. Na kutokana na hilo tunaona katika kisa cha wana wa Israeli, Mungu hakufurahishwa. Mungu hakupendezwa na namna ambavyo wale watu wana wa Israeli walichotenda. Badala ya kumwamini na kumtazama Mungu kama chanzo chao cha kila kitu, wakaanza kuweka lawama, wakimlaumu Mungu na kumlaumu Musa. Kwa hiyo aliwapiga kwa mapigo mbalimbali. Tukitazama kama lile pigo la nyoka, wale nyoka waliotokea kule jangwani wakang'ata watu. Lakini kwa sababu Mungu ni Mungu wa rehema, ni Mungu mwenye upendo, japokuwa watu walikuwa na malalamiko, walikuwa na tamani tu wapate vitu kwa muda mfupi, lakini walikataa kujenga imani yao kwa Mungu, bado Mungu aliwaletea suluhisho na akamwambia Musa, tengeneza nyoka wa shaba ukamtundike juu ya mti, na yeyote atakayetazama nyoka huyo basi atapata kupona. Napatia funzo hapo kwamba hata kama tumetanga mbali na kutokumtazama Mungu na kutazama maisha yetu, kutazama mali zetu, kutazama waume zetu, wake zetu, wazazi wetu, kuona kana kwamba tunaweza tu kwa sababu nina mama, nina baba, nina mume, nina mke, nina biashara, nina pesa, nina magari, nina majumba nimejiwekezea, basi nimesihitaji hata Mungu, mimi mwenyewe najitosheleza. Kwa hiyo hata kama tumekuwa tukitazama mali, tukilenga malengo mengine ambayo si malengo makubwa, tukimdhihaki na kumdharau Mungu, lakini bado Mungu leo anasema, hata kama umepigika, hata kama umetanga mbali kwenye shida nyingi sana na mateso kwa sababu ya matokeo ya dhambi, basi Mungu anakuita tena. Siku hii ya leo anasema, mtazame Yesu Calvary. Kama wana wa Israeli walivyoambiwa kwamba wamtazame yule nyoka wa shaba ili wapate kupona, ndivyo na sisi leo katika nyakati zetu za maisha yetu leo tunaambiwa kwamba tumtazame Kristo aliyekuja duniani akatufia, akamwaga damu yake. Tumtazame na kumuomba apate kutusaidia na akapate kutupatanisha tena na yeye mwenyewe ili tuweze kuanza maisha mapya ndani ya Kristo. Ukapate kubarikiwa sana, somo hili likakurudishe, somo hili likakufungue, ukapate kumrudia Mungu wako. Ukapate kutengeneza mahusiano yako tena mapya pamoja na Mungu wako. Anakuita, anakupenda na anatamani uanze maisha mapya pamoja naye. Basi tuombe. Mungu wetu na Baba yetu, tunasema asante kwa somo hili, asante kwa kuongea nasi kupitia kipindi hiki. Tubariki kwa jina la Yesu Kristo. Amina. Basi mpenzi unayenitazama, ubarikiwe sana, uwe na siku njema. Mungu akapate kukufunulia zaidi na zaidi, ukapate kujua kwamba maisha haya bila yeye hayana thamani yoyote. Usisahau kulike, usisahau kushare video hii, lakini pia usisahau kucomment. Comment, toa mawazo yako na namna ambavyo Mungu akubariki. Lakini pia usisahau subscribe ili kila nitakaporusha video nzuri kama hizi uwe miongoni mwa wale ambao watapata notification. Mimi naitwa Judith, tukutane katika kipindi kingine. Asante na kwaheri.